Mjambo ndugu mpenzi msikilizaji unayetusikiza kwenye chaneli yetu Kongo Yetu News TV. Kongo Yetu News TV ndiyo channel pekee na kuletea habari za ukweli tena za kuaminika. Sisi ni Kongo Yetu News TV. Letu ni kukuletea yale yanayojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, bara letu la Afrika, hata ulimwengu wote kwa ujumla. Je, walitambua lako ni rahisi, ni kujisajili ama kujiandikisha kwenye channel hii ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Kujiandikisha ni rahisi, haina gharama, haina malipo, ni bure. Unabonyeza button lekundu limeandikwa subscribe ama sabone kwa Kifaransa. Baada ya hayo usisahau jambo la maana la kubonyeza button hilo la alama la kengele ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Naam, bila kuponda muda, acha tuingie kwenye taarifa zetu ambazo tumekuandalia leo hii. Leo hii ni tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka ni wa 2025, na tunakutakia mwezi mpya, mwezi wa baraka ambazo zitokazo kwa Mungu. Tunapoanza mwezi huu wa pili, iwe mwezi ya mafanikio kwako, kwa chochote, kwa kila jambo unalolifanya. Naam, bila kuponda muda, acha tuingie kwenye taarifa zetu. Ambazo tumekuandalia leo hii. Leo hii taarifa zetu tutazianzia huku Sud Kivu, pia Nord Kivu na maeneo mengine hapa nchini yetu ya Kongo. Usalama mdogo waendelea kuripotiwa katika maeneo mengi kulingana na vita inayoendelea, na hayo yote yanaendelea hivyo baada ya mikataba iliyosainiwa kati ya Rwanda, Kongo na Marekani huko Washington mnamo tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka wa 2025, ambapo wengi walikuwa wanafikiria kwamba mikataba hiyo itakuja kusimamisha vita. Hiyo ndio ilikuwa ombi la Wakongomani, hata na binadamu wote wanao utu walikuwa wanafikiria kwamba hapo sasa Wakongo wanaenda kupata amani sana este yidi Kongo. Lakini kinachoonekana ni kwamba mikataba hiyo imekuwa ni mikataba yenye kuandikwa kwenye makaratasi na masignature, lakini kuwekwa kwa matendo ni kitendo kingine. Haya yote yamesainiwa huko Washington, lakini baada ya siku 3 vita imeanza kuendelea, wameanza kulipuana. Hapo ndipo tumeweza kupata ndege ikitua huko kwenye uwanja wa Minembwe, ambapo ni ndege haikuwa imejulikana inatoka wapi na inaleta kipi. Raia wa Minembwe wanasema kwamba ndege hiyo ilikuwa inasafirisha madawa na vyombo vingine vitakavyosaidia raia kama chumvi, sukari na mambo kadhaa, lakini hayo ni ya raia. Kulingana na tangazo la serikali ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wamesema ya kwamba ndege hiyo, wameripoti ya kwamba wamejua ya kwamba kuna ndege ambayo imeanguka hapo Minembwe, ndege ambayo isiyojulikana kwenye ilipokuwa inatoka na kwenye ilikuwa inaenda na lengo lake. Hilo ndilo tangazo la serikali kupitia msemaji wa kijeshi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na tukiwa huko bado Minembwe, ikumbukwe ya kwamba Minembwe iko katika teritwari ya Fizi, lakini kulingana na administration ya AFC wanaichukulia kama teritwari kivyake. Lakini habari tunazo zinasema ya kwamba baada ya ndege hiyo kulipuliwa, ambapo pande zote zinaenda zikisema kivyake. Upande wa AFC wanasema ya kwamba FARDC ndiyo imelipua ndege hiyo, na upande wa FARDC wanasema ya kwamba AFC ndiyo imelipua ndege hiyo ili iweze kupasiwe na kujulikana ndege hiyo ilikuwa ni ya nchi gani na ilikuwa inatafuta nini hapo.
Tukiwa huko bado katika tarafa la Fizi, maeneo ya Kamombo, jana kumeweza kuripotiwa mapambano makali, na baada ya mapambano hayo vijana, habari tunayo, wazalendo wameweza kunyang'anya ng'ombe za Wanyamulenge ambazo zilikuwa zinapatikana katika eneo hilo la Kamombo. Habari zinasema ya kwamba ng'ombe zaidi ya 50 zimeweza kuchukuliwa na vijana wa kizalendo wakizipora huko kwenye zilikuwa ng'ombe za raia wa Wanyamulenge, lakini ikumbukwe ya kwamba ng'ombe hizo zilichukuliwa na wazalendo ama kuporwa na wazalendo, wakati upande mwingine wazalendo walikuwa wanapigana vikali na jeshi la Twirwaneho hapo Kamombo. Ikifika hatua hiyo, hata kama hatujajua habari vizuri, lakini inaonekana ya kwamba wazalendo walikuwa wamesimama vizuri kwenye uwanja wa mapambano. Na kabla niendelee na mambo mengine ambayo tumekuandalia ama habari zingine, acha ni kuombe kama wewe ni mwenyeji ama mgeni, lakini bado haujajisajili kwenye channel hii, hii ndiyo nafasi yako nzuri ya kujisajili ama kujiandikisha, ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Kujiandikisha ni rahisi, njia ni hiyo mbadala, hakuna njia nyingine, ni kubonyeza tu button hilo lekundu, haina gharama, haina malipo, limeandikwa subscribe ama sabone kwa Kifaransa. Baada ya hiyo usihangaike, utakuwa umejiandikisha na mambo yatakuwa rahisi kwako. Bonyeza pia button la alama la kengele ili tunapotoa habari uweze kupata notification kwa kifaa unachokitumia. Bila shaka na kuripotia habari zote zinazojiri huko nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kundi ama jeshi la MONUSCO limeweza kushitumu tena kundi la M23 kuwa linapora madini huku nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hayo ndiyo yameweza kutangazwa na shirika hili ama kundi hili la jeshi la MONUSCO ambalo limetumwa Kongo lije kulinda usalama, ijapokuwa hakuna madhara mazuri yoyote yanayopatikana upande wa jeshi hili la MONUSCO, lakini limeweza kuwashitumu kundi hili la M23 kuwa linaendelea kupora madini humu nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tukielekea huku Burundi, kumeweza kuanza chama kipya ambapo chama hiki kina malengo ya kuipiga serikali na kupindua serikali ya Bwana Rais Ndayishimiye Evariste. Kumbuko ya kwamba yeye katika nchi jirani ambapo nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ilipoingia kwenye vita na kundi la M23. Kundi hili la M23 ambao linashitumiwa vikali na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuwa linaungwa na jeshi la Rwanda ama serikali ya Rwanda, ambapo wanasema kwamba hawapigane na M23 kulingana na serikali ya Kongo, bali wanapigana na nchi ya Rwanda. Pia Umoja wa Mataifa nao huwa unashitumu Rwanda kuwa inawaunga mkono wanajeshi wa M23 wakiwa pamoja na nchi ya Uganda, lakini nchi hizi zote Rwanda, Uganda wanakanusha madai hayo wakisema kwamba hawaungi mkono kamwe. Kwa hivyo hapa kwenye nchi jirani na Kongo, hapa CPGL, nchi ya Burundi ndiyo imeweza kujitolea na kuweza kusaidia nchi jirani kupigana na kundi hili la M23, ambapo imewatuma wanajeshi wengi huko Nord Kivu baada ya kushindwa, lakini wengi wako Sud Kivu ndio pamoja na jeshi la FARDC na wazalendo wameweza kuambatana na kuweza kuyafunga njia zote zingiapo mjini Uvira, na huko Haut Plateau wako na wanajeshi wengi ambao wanapatikana huko. Kwa sasa habari zinasema ya kwamba huko nchini Burundi pia watu ambao wanasiasa ambao wako nje ya nchi ya Burundi wameweza kuamua kuanza chama cha kumpindua serikali hapa nchini Burundi. Sina la ziada na kutakia kila laheri kwa chochote unachokifanya. Asante sana.